Simba wanahitaji nini hasa sasa hivi? Ukitoka kuhitaji kocha mkuu, Simba kiukweli wanahitaji mwalimu mzuri wa fitness. Tatizo la Simba kuwa wanaonekana kama wanapungua kwenye upande wa nishati yao kuanzia kipindi cha pili ni tatizo ambalo limekuwa endelevu kwa miaka isiyopungua mitatu sasa. Chini ya makocha tofauti tofauti, Simba wamekuwa wakistruggle kwenye kipindi cha pili kwenye mechi nyingi tu. Ni ama kasi inakuwa inapungua au mechi inapoanza kufunguka inabidi wao wajaribu kuhakikisha kwamba wanarudi nyuma na kuzuia. Ni moja ya mawili. Wanapokuwa ndo timu ya kwanza uwanjani, kipindi cha pili utawaona ni kama kuna muda wanatoa mguu kwenye mafuta, lakini ikiwa ni mechi ambayo ni ngumu na ni ya kupishana, Simba kuna muda wanajikuta wanalazimika kurudi na kuzuia kwa idadi kubwa kwenye lango lao. Kwa hiyo juu ya kwamba kuna msako wa kutafuta mwalimu mpya, juu ya kwamba kuna namna ambavyo Simba wanajaribu kutafuta utulivu kwenye kikosi chao kiufundi kwa kupata huyo mwalimu, lakini Simba wanapaswa kuhakikisha pia wanaweza identify mwalimu mzuri wa viungo aje aiandae timu. Simba licha ya kwamba kulikuwa kuna mambo mengi ya kiufundi hapa katikati, walimu kuingia na kutoka, lakini Simba wanahitaji pia utulivu kwenye upande wa fitness za wachezaji. Hili ni swala ambalo limekuwa endelevu. Kwa hiyo Simba juu ya kwamba wanahitaji kocha mkuu, lakini wanahitaji kuhakikisha kwamba wana-identify kocha ambaye anaweza kuja na mwalimu mzuri wa fitness, au wao wenyewe kuliaddress swala la kuwa na kocha wa fitness ambaye atakuwa katika kiwango kinachotakiwa.